Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji wa Television Tumaini. Bila shaka ujambo na karibu tena katika kipindi chetu hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa Tumaini Television. Kipindi kilichopita tulizungumzia habari ya maadhimisho ya maaskofu. Na siku ya leo kipindi ikiwa ni Ceremoniale Episcoporum, manake maadhimisho ya maaskofu. Yalikuwa maadhimisho ya 5 ya maaskofu ya kipindi kilichopita. Leo tunazungumzia maadhimisho ya maaskofu ya 6. Mimi ni Sister Salvina Makonde. Pamoja nami ninaye Father Daktari Clement Kio kutoka Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, ambaye ni katibu mtendaji wa Liturujia Tanzania. Karibu uwe nami tangu mwanzo hadi tamati. Baba Kio, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za tumaini? Nzuri baba, habari za TC? Njema kabisa. Yaani tunakusubiria na watazamaji kwa hamu juu ya Ceremoniale Episcoporum. Tunawaletea mambo mazuri. Ndiyo baba. Wiki iliyopita tuliongelea juu ya kanisa kuu la jimbo. Ndiyo. Na leo tunawaletea mambo mazuri zaidi. Ndiyo baba. Ndiyo, basi ndiyo. Karibu tufungulie kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, watie mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na mtazamaji, ni Ceremoniale Episcoporum. Baba Kio, karibu utukumbushe kidogo. Basi hayo ndio maadhimisho ya maaskofu. Tunaendelea na mfululizo wa vipindi vyetu vya maadhimisho ya maaskofu ambayo yanaitwa Ceremoniale Episcoporum. Yaani kuna kitabu maalum kinachoongelea hayo maadhimisho kinaitwa Ceremoniale Episcoporum. Na wiki iliyopita tuliongelea juu ya kanisa kuu, umuhimu wake, kiti cha askofu, maadhimisho yanayoadhimishwa hapo. Sasa leo tuende katika kipengele kingine, tuangalie sehemu ya 6 sasa ya mfululizo wetu huu. Na leo tunaangalia kanuni za jumla za haya maadhimisho ya maaskofu. Kwa hiyo kanuni za jumla ni muhimu sana katika kuangalia haya mambo ya jinsi maaskofu wanavyoadhimisha na watumishi wengine wanavyoadhimisha. Na maadhimisho haya ya jumla yanapenda kuwe na urahisi. Tunaangalia kwa ujumla, kanuni za ujumla ili kuwe na urahisi wa maadhimisho. Kama hakuna kanuni, maana yake tutakuwa tunaenda tu, mambo yatakuwa Waingereza wanasema complicated. Hatutaki liturujia yetu isieleweke, lazima mambo yaende vizuri. Manake kama hakuna kanuni, mnaingia tu tangu mwanzo mnamaliza. Ambapo wakieleweki sasa mmefanya yani nini? Mnafika pale mnaamulia hapo. Hiyo sio liturujia. Liturujia ya Kikatoliki imepangiliwa vizuri. Ndio maana kuna kanuni za ujumla. Sasa Mtakatifu Paulo anasema muwe wa kwanza katika kuonyesha heshima. Maanake heshima ni utaratibu huo wa jumla. Sasa katika hizi kanuni za jumla leo tugusie mavazi na alama ambazo anazitumia askofu. Tunaona askofu wanavyovalia mavazi yale yanapendeza, amevaa kichwani, tunaona kuna mkononi. Kwa hiyo zote hizi tunaita ni alama za askofu na alama za liturujia. Sasa tukianza na haya mavazi yanayovaliwa na askofu katika maadhimisho ya liturujia ni sawa na mavazi yanayovaa padre. Mavazi ya liturujia anayovaa askofu ni sawa na anayovaa padre. Lakini askofu, licha ya mavazi ambayo padre anavaa, inapendekezwa kwamba askofu vile vile avae dalmatika chini ya kasula. Na dalmatika hiyo inaweza ikawa nyeupe daima. Kwa hiyo ndio tofauti iliyopo kati ya askofu na padre. Lakini basi siku hizi dalmatika ni hiari, sio lazima aivae chini ya kasula. Na hii anaivaa wakati anapofanya maadhimisho makubwa, mfano adhimisho la daraja takatifu la ushemasi,
upadre au kama askofu mwingine anawekwa wakfu. Lakini vile vile katika baraka ya abate, mtu amechaguliwa sasa ndio siku ile anabarikiwa sasa anakuwa abate, au baraka ya abes. Abes, kuna abate ni mwanamume na abes ni mwanamke. Na vile vile katika misa ya kutabaruku kanisa au kutabaruku altare. Kwa hiyo ndio katika maeneo hayo ndio anaweza kuvaa hiyo dalmatika. Alama nyingine ni pete. Tunaona askofu anavaa pete, tunafika pale tunamsalimia, tunaibusu pete. Vile vile kuna bakora ya kichungaji. Tunaweza kusema fimbo ya kichungaji au bakora ya kichungaji. Halafu vile vile kuna mitra. Ile kofia yake anaovaa ile kofia kubwa inaitwa mitra. Pamoja na palia. Palia inavaliwa na maaskofu wakuu, huwa inavaliwa shingoni. Kwa wa Dar es Salaam, wale wa Tabora, wa wapi wenye majimbo makuu, kila mara wanamuona amevaa kitu shingoni chenye misalaba. Hiyo inaitwa palia. Kwa hiyo inavaliwa na maaskofu wakuu, maaskofu wa metropolitan. Askofu anapovaa pete hii ina maana gani? Pete hii ni ishara ya uaminifu wa askofu kwa kifungo cha uchumba na kanisa, ambaye ndio mwenzi wake na anapaswa kuivaa daima. Kwa hiyo kifungo cha uchumba na kanisa, askofu ameolewa, yani yeye ameposwa na kanisa. Kwa hiyo anabakia daima kwamba yeye ni mchumba wa kanisa. Father, hapo mtazamaji inawezekana aje kuelewa vizuri kwamba anaposwa na kanisa. Ndiyo. Kwa nini na kanisa? Kanisa, tukumbuke kwamba kanisa tunaita ni mama. Mama. Na kanisa huyu ndiye anazaa watu kwa njia ya ubatizo, kwa njia ya kipaimara, kwa njia ya sakramenti mbalimbali. Sasa vyote hivyo vinasimamiwa na huyu mmoja katika jimbo aliyekabidhiwa kanisa. Ndio maana tunasema huyu ameposwa na kanisa, ndio maana anakuwa mchumba mwaminifu wa kanisa na amefungwa na hili kanisa kulitumikia katika hizo sakramenti mbalimbali. Ndio maana tunasema huyu ni mchumba wa kanisa. Na ni utaratibu kwamba lazima avae pete mkono wa kulia au anaweza akavaa hata kushoto? Kwa tamaduni pete ya mkono wa kulia inavaliwa na wachumba. Na pete ya mkono wa kushoto inavaliwa na wale waliofunga ndoa. Hata katika maisha haya ya kawaida. Ni utamaduni tumeuchukua tangu zamani. Kwa hiyo wachumba anavaa mkono wa kulia. Inawezekana labda mtazamaji wetu ana mchumba wake amemvalisha mkono wa kushoto. Sio hivyo. Lazima anavalishwa mkono wa kulia. Na mnapofunga ndoa sasa mnahamisha sasa kwamba inakuwa ni upendo wa kudumu unavalishwa katika mkono wa kushoto. Ndio maana masista nao ni wachumba wa Kristo, wanavaa mkono wa kulia daima. Wewe umevaa mkono gani? Mimi nimevaa mkono wa kulia. Kwa hiyo na wewe ni mchumba wa Kristo, ndio maana unavaa mkono wa kulia. Na mtu mwingine atauliza, sasa nyinyi mnakuwa wachumba mpaka mnakufa? Ndio maana yake, mpaka kifo. Uchumba si una agano la kudumu? Ndio, huu ni uchumba wa kudumu. Kumtumikia Kristo katika hayo maisha na kwa sababu kwa hiari yenu mmeyakataa yale maisha ya ndoa, mkakubali maisha ya utumishi kuwa wachumba waaminifu wa Kristo. Tumwambie mtazamaji, wengi wenu mnauliza sana kuhusu swala hili. Kwa nini maaskofu wanavaa pete mkono wa kulia na masista na nini? Jibu hilo Father amewapa, kwamba tunaolewa na kifungo kanisa hicho cha uchumba na uaminifu katika utumishi wa kanisa. Lakini kuwatumikia watu wote bila kujali. Kile kifungo cha ndoa una wajibu wa kumtumikia huyu mmoja, mume wako au mke wako. Lakini kifungo hiki cha uchumba kinafungua dirisha kuwatumikia watu wote wa Mungu. Asante Father. Askofu vile vile hubeba fimbo ya kichungaji, hiyo ni bakora ya kichungaji, katika eneo lake la utumishi, maana katika jimbo lake.
daima anapoadhimisha maadhimisho makuu anabeba hiyo fimbo ya kichungaji. Lakini vile vile askofu mwingine ambaye sio wa jimbo lile anapokuja kutoa huduma katika maadhimisho makuu kwa idhini ya askofu wa jimbo, anaweza na yeye akabeba hiyo fimbo ya kichungaji. Kama hajapewa idhini, haruhusiwi kubeba hiyo fimbo ya kichungaji katika hayo maadhimisho. Na Father, kuna mahali niliona askofu wa jimbo lingine ameenda kuadhimisha misa jimbo lingine. Ndiyo. Alipofika pale, ile fimbo ya kichungaji hajaiweka kama anavyoiweka askofu wa jimbo. Sijajua sababu ni nini. Ndiyo. Hicho ndio kipengele nilikuwa nataka nikiongelee hicho, kwamba askofu anapokuwa katika jimbo lake, ile fimbo imejikunja hivi, maana yake inawaangalia kondoo wake. Okay. Inawaangalia kondoo wake. Kwa hiyo wale ni wakondoo waliokabidhiwa, ndio maana inawaangalia. Yule askofu mwingine ambaye sio jimbo lake akija kwenye jimbo lile, wale kondoo sio wa kwake wako huko jimboni kwake aliko waacha. Kwa hiyo itamgeukia yeye. Okay. Kwa hiyo askofu daima fimbo inaangalia kondoo wake. Maana yake hawa ninyi ni kondoo wangu. Kwa hiyo wale wengine inabidi askofu fimbo sasa imgeukie mwenyewe. Kwamba hawa kondoo wana mwenyewe aliyenikabidhi, huyo hapo. Huyo hapo ndio amenikabidhi. Kwa hiyo ndio utaratibu uliopo. Safi kabisa. Kuna mitra. Mitra ni ile kofia ambayo askofu anavaa. Ile kofia kubwa iliyochongoka ile anavaa, na anaivaa katika maadhimisho makuu. Kama ni misa tu ndogo za kawaida hizi, labda kwenye kanisa lake dogo, basi huaga haivai, lakini navalishwa, anaivaa wakati wa maadhimisho makuu. Na daima hii inakuwa aidha na rangi nyeupe pamoja na mapambo kulingana na aina ya sherehe inavyotumika. Na anaivaa daima wakati anapokuwa ameketi, wakati wa misa wameketi, au wakati anatoa homilia, wakati anapotoa baraka kuu, anapotoa daraja takatifu. Kuna ule wakati maalum wa kumkabidhi, wa kutoa yale kwa mfano wakati wa kutoa ahadi na kadhalika, basi anakuwa amevaa. Na kwa kadiri ya vitabu vya liturujia vinavyoelekeza, kuna wakati lazima awe anaivua. Mfano wakati anaongoza sala ile ya ufunguzi, sala juu ya dhabihu, na sala ile baada ya komunyo, hapaswi kuvaa. Askofu hahitaji kutumia mitra au fimbo ya kichungaji anapotembea karibu. Tunani mfano labda anatoka hapa kwenda hapo karibu hapo. Father, nikukatize kidogo hapo. Kuna Father, kuna kipindi wanamvua baba askofu ile kofia. Ndio. Hasa tunapoelekea kwenye mageuzo. Ndiyo. Na kama ambavyo umezungumza. Labda mtazamaji atapenda kusikia au kwamba ni kwa nini. Tukumbuke kwamba askofu ni kuhani, ni padri. Kwa hiyo ofisi ya kuadhimisha masakramenti haya, hasa wakati wa Ekaristi, ni ofisi ya kikuhani, sio ofisi ya kifalme. Ndio maana lazima atoe ule ufalme wake, uongozi wake, aweke kando, abakie na ile ofisi ya ukuhani. Ndio maana unakuta pale askofu amevua na mapadri wote wamevua, wote wanafanana kwa sababu wanaadhimisha hiyo ofisi ya kikuhani. Hiyo ndio maana yake haswa. Asante. Tumekuwa tukiongelea juu ya mitra ambayo ni kofia, ambayo wakati wa adhimisho la Ekaristi kwenye ile mageuzi askofu anatoa, kwa sababu yeye ni kuhani, anaendelea anakuwa kama kuhani mwingine. Lakini vile vile kuna alama nyingine za kiaskofu. Kuna msalaba anaovaa askofu kifuani, kama masista wanavyovaa msalaba. Kwa hiyo na askofu naye anavaa msalaba. Swali liko hapo.
misalaba ya maaskofu na sisi masista tunatofautiana. Ndio. Misalaba ya maaskofu wengine kama haina Yesu. Ipo hivi. Kawaida misalaba ya maaskofu ina Yesu. Isipokuwa msalaba wa Baba Mtakatifu unakuwa hauna Yesu, ambao unamaanisha ufufuko. Manake ameshashushwa pale msalabani, ameshafufuka, kwa hiyo hayupo msalabani. Tofauti na misalaba ya maaskofu ambayo ina Yesu, inaonyesha huo utumishi na utume wa mateso kwa kadiri inavyotakiwa. Ni Yesu msulibiwa. Kwa hiyo na masista ambao wanamtuliza Yesu katika utume huu wanambeba Yesu msulibiwa. Kwa hiyo kuna Yesu mfufuka na Yesu msulibiwa. Ndio hiyo tofauti iliyopo katika hii misalaba. Na askofu anavaaje basi huu msalaba? Askofu, msalaba huu unavaliwa kwa kawaida ni chini ya kasula. Kawaida ni chini ya kasula au chini ya dalmatika, au lakini iwe juu ya mozeta. Mozeta manake anapovaa ile kanzu yake na kile kipepeo kinakuwa juu ya kile kipepeo ambacho tunaita mozeta. Inakuwa juu ya hapo. Alama nyingine ni palia. Palia. Askofu mkuu aliyeko madarakani ambaye tayari amepokea palia kutoka kwa Baba Mtakatifu huivaa juu ya kasula, na anaivaa katika eneo lake la utawala, manake jimboni kwake na yale majimbo yote ambayo yako chini yake. Mfano, askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam ana uwezo kuvaa akiwa Dar es Salaam, akiwa Bagamoyo, akiwa Zanzibar, akiwa Tanga, akiwa Morogoro, akiwa Mahenge, akiwa Ifakara. Kwa hiyo ndio eneo lake la utawala, anaweza kuvaa namna hiyo. Na anavaa katika maadhimisho makuu, katika daraja takatifu, katika anavyotoa baraka kwa abate, anapombariki abes yule abate wa kitawa ni wa kike, na anapotembelea katika, mfano ameenda kwenye kipaimara mahali fulani hivi, katika ile eneo lake anaweza kuvaa. Alama nyingine inaitwa coadress, vazi kwaya. Mara nyingi ile hatulisikii vazi kwaya. Kwa Kiingereza nasema coadress, vazi kwaya. Sasa vazi kwaya ni lipi? Katika jimbo la askofu anaweza akavaa hili linaloitwa vazi kwaya, ambayo ni kanzu ya urujuani yenye sashi ya urujuani na hariri yenye vifagio na hariri hiyo yenye vifagio. Kwa hiyo vazi ile kanzu lake la urujuani au zambarau, tumezoea kusema zambarau. Amelivaa mara nyingi, tunaliona mfano labda anapokelewa mahali fulani, askofu amevaa ile vazi lake, unapendeza. Mfano labda mtu anapewa askofu au anahamishwa kutoka jimbo lingine au kwenda lingine, au katika maadhimisho makuu unakuta analivaa. Inaitwa vazi kwaya. Vazi kwaya. Hiyo ya urujuani na sashi yake ile ina malinda. Halafu vile vile anavaa kitu kinaitwa roketi. Mara nyingi inafanana na saplisi wanazovaa mapadri, lakini inaitwa roketi. Halafu anavaa na bireta ya rangi ya hiyo ya urujuani yenye kishungi. Hilo ndio inaitwa vazi kwaya. Kishungi kama vile kile kama cha hapa juu hapa kuna vinaning'inia hivi kama sasa kile kinajua kwa kiko juu ya ile bireta yake. Bireta ni kofia ile, kofia ile nyekundu yenye pembe. Ina pembe nadhani tatu ina pembe tatu. Kwa hiyo ndio inaitwa bireta. Ya hiyo rangi ya rujuani pamoja na kishungi. Kwa hiyo anapovaa hiyo inaitwa vazi kwaya, coadress. Vazi kwaya vile vile inaweza kuvaliwa na makasisi wakuu. Kuna watu wanaitwa makanoni. Labda kama ni paroko yule wa kanisa kuu anaitwa kanoni, anaweza kavaa. Au
waliopewa hiyo vyeo vya ukanoni, mfano mamonsiniori wao wamepewa hiyo heshima. Alikuwa anavaa hata Monsinyori Kangalawe alikuwa analivaa hiyo. Kwa hiyo wale mapadri maalum ambao wamepandishwa hadhi hiyo ya kuwa makanoni. Kwa hiyo father hiyo padri anayopewa cheo cha kanoni. Hapa Tanzania tumeshaanza kupokea hicho cheo cha kanoni. Wapo kwa kutokana na kazi zao. Maanake kanoni ni nani? Kanoni wa kanisa kuu. Maparoko wa kanisa kuu wanaitwa makanoni. Sasa kwamba hatujazoea kuona wamevaa ndio maana hatujui sana. Lakini wale wanaitwa makanoni. Kimsingi paroko wa kanisa kuu ni askofu mwenyewe. Yule anayekaa pale, yule msimamizi wa kanisa kuu haitwi paroko, anaitwa kanoni. Kwa hiyo kanisa kuu ni mali ya askofu. Yule anapewa tu kama mwangalizi. Ndio maana tu canon of the cathedral. Lakini paroko mwenyewe wa kanisa kuu ni askofu. Ndio maana askofu anapokuja anakabidhiwa funguo ya kanisa kuu, maana yake yeye ndiye anayelimiliki. Namna hiyo. Ndio baba. Anapovaa hili vazi kwaya huyu askofu anavaa vile vile na soksi za urujuani. Sio umevaa nini alafu unaona mambo yaliyo mazuri. Kwa hiyo soksi za urujuani. Ila anapovaa kanzu nyingine ambayo sio ya urujuani anaweza akaamua avae soksi ya rangi yoyote anayotaka. Lakini inaelekeza kwamba anapovaa hili vazi kwaya basi avalie namna hiyo. Kuna mavazi ya wahudumu wengine. Wahudumu wengine mapadre. Mapadre daima mavazi yao ni alba. Alba inavaliwa na padre, inavaliwa na shemasi na inavaliwa na askofu wakati wa adhimisho la misa. Inayofungwa kiunoni na mshipi tunaiita cingulum. Na inaweza sifungwe na cingulum labda kama imetengenezwa vizuri kiasi kwamba haihitaji kufungwa na cingulum. Lakini kwa kawaida inafungwa na cingulum. Lakini vile vile kuna kitu kinaitwa amis, ni kitambaa kipana ambacho kinawekwa mabegani na kufungwa hapa shingoni ili kuzuia nguo nyingine alizovaa padre zisionekane. Kwa hiyo kwa kawaida wakati wa liturujia nguo nyingine za padre, hata nguo za kitawa, wenzetu wa kapuchini saa nyingine wanakosea, ile kapuche linatoka nje. Hata ile kapuche halipaswi kuonekana wakati wa adhimisho la ibada. Ni vizuri padre au mtawa ambaye amepewa upadre anapofukua sakristia avue ile kapuche yake aiweke kwanza ndio avae mavazi ya nini ya liturujia. Atakapomaliza misa arudi avae kapuche yake ndio atoke nalo nje. Ile sio vazi la liturujia, ni vazi la kitawa. Kwa hiyo ndio maana kunakuwa na ile amisi ya kufunga. Na tumaini watawa wale ambao wana kapuche wanamisikia. Dalmatika ni vazi la haswa kwa kweli la shemasi ambalo analivaa akishavaa kanzu na stola ndio anavaa sasa hiyo dalmatika. Analivaa katika maadhimisho makuu. Lakini yale maadhimisho madogo anaweza asilivae. Kwa hiyo hilo ndio vazi, hayo ndizo alama ambazo tumeziongelea siku ya leo katika kipindi chetu tunapoendelea kudadavua maadhimisho ya askofu. Na hapa father kuna hii stola, kuna wakati mwingine kwa kawaida stola inapaswa iwe ndani, alafu kasula ndio la mwisho. Lakini sometimes tunaona kwamba kuna mavazi mengine kasula, stola inakuwa juu. Kawaida katika adhimisho la misa takatifu, kasula daima inakuwa chini, stola inakuwa daima chini ya kasula. Kasula inakuwa ndio ya mwisho. Kuna maadhimisho mengine, mfano kama umeitwa labda kubariki kitu fulani, unaweza ukavaa kasula juu ya saprisi au juu ya alba kama sio adhimisho la misa takatifu. Ni ibada hizi nyingine. Lakini katika adhimisho la misa takatifu daima stola inakuwa chini ya kasula. Huo ndio utaratibu. Ndio father. Sasa tunahitimisha. Una neno la kukazia kwa watazamaji? Watazamaji wetu tunawashukuru kuendelea kutufuatilia. Tunaomba basi muendelee kuwa nasi na muendelee kuifahamu liturujia ya Kanisa Katoliki. Baba, karibu tuhitimishie kipindi chetu kwa sala. Asante. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usinyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini.
Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Na mtazamaji wa Ijue Liturujia, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Tumejifunza mambo mengi siku ya leo ya ceremoniale episcoporum, yani maadhimisho ya maaskofu. Leo tumeenda kuangalia kwa habari ya mavazi na alama. Tumeona alama mbalimbali, Father ametuelekeza hapa. Tumeona pete ya askofu, bakora ya kichungaji, mitra na mengineyo. Cha msingi kabisa ni kuendelea kujifunza ili tuweze kulifahamu kanisa letu, tunapokaa tuweze kujua kwamba hiki ni nini na liturujia umuhimu wake ni nini. Sina la ziada. Nikushukuru kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sister Savina Makonde. Nilikuwa naye na baba yetu Father Daktari Clement Kio wa idara ya liturujia kutoka TC Tanzania. Mpaka wakati mwingine. Kwaheri.